resurrection power, ama power of resurrection. Resurrection power. Wacha tuombe. Baba, kwa jina la Yesu tunasema asante kwa neema yako. Tunaomba nguvu ya ufufuo ikatambae katika nyumba hii, ikafufue vyote vilivyokufa: matumaini, imani, afya, fedha na chochote ambacho kimeuawa. Kwa nguvu ya ufufuo tunaomba lipate kuamka tena. Asante kwa sababu ya Roho yako Mtakatifu analifuatilia neno lake kwa nguvu. Wacha neno hilo likazae matunda. Wacha neno hilo likadhihirishwe. Wacha neno hilo likaonekane kwa kufungua watu na kutoa watu kwenye vifungo ya makaburi. Tunasema asante, maana hakuna ambayo yuko katika nyumba hii maisha yake itabaki jinsi ilivyokuwa. Na shuka Bwana ukapate kutukuzwa. Ulimi wangu ukaitumie, wafungue akili watoto wako wapate kuelewa. Roho zote za kuwazubaisha, nguvu zozote za kuiba attention yao, tunaziresist kwa damu ya Yesu. Na tunatangaza, tunapokumbuka kukufa na kufufuka kwa Yesu, ya kwamba nguvu hizo zitadhihirika miongoni mwetu. Waliokufa kiroho warejeshe tena, tuamshe tena Bwana, na tunaomba katika jina la Yesu, tunaomba na kuamini. Na wakaribisha wote pia wenye wako kwa television yetu, wanaotupata kwa njia ya mtandao, maana tuna washirika zaidi ya 500 wanaotufuata. Tunawakaribisha popote mlipo, tuwe pamoja na nyinyi kwa dakika chache hii tukiongea nguvu za ufufuo. Wafilipi mlango wa 3 mstari wa 10. Wafilipi mlango wa 3 mstari ule wa 10. Philippians chapter 3 verse 10. Philippians chapter 3 verse 10. Alafu naomba mkono ya media tafadhali iwe haraka, na kama mnaweza nipa blue, background ya blue, na munipe in English, ili nimjue yeye na uweza wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake, nikifananishwa na kufa kwake. Nipe in English. That I may know. Turudi verse 9. Hii ni desire ya huyu mtu anaitwa Paul. Paul ni mtu ambaye ameandika vitabu vingi katika Biblia. Paul ni mtu ambao ameshirikishwa kwa matendo makubwa za kimungu. Huyu ni mtu ambao ameona Yesu kwa macho. Ni yeye peke yake ambao hakuhubiriwa na mwanadamu. Yesu mwenyewe alijireveal kwake wakati alikuwa anaitwa Sauli, alipokuwa akiteremuka kwenda kuwatesa watakatifu. Maandiko inasema Yesu akamtokea na akamwita, Saul, Saul, mbona unanitesa? Na hapo hapo Sauli akawa kipofu, akaelekezwa kwa mtumishi wa Mungu, alikuwa anaitwa Barnaba nafikiri, na akamwelekeza katika njia ya imani. Alipoombewa vitu kama maganda ya samaki yakatoka katika macho yake, na kutoka siku hiyo imani yake ikageuzwa na akaanza kumhubiri Kristo. This Paul ambao ninamuongea ni mtu ambao amefanya miujiza mingi. Kuna mmoja anaitwa Eutychus aliyekuwa katika mkutano wa Paul, akiwa amekaa kwenye balcony akaanguka, kichwa chake kikapasuka, na Paul akasimamisha ibada kwa dakika kidogo, akashuka kwenda kwa ile maiti, akashikanishwa kichwa chake na yule jamaa akapata kufufuka. Paul huyu ndio amefanya vitendo makubwa, amepewa revelation kubwa kubwa. Lakini kwa hayo yote Paulo hakuridhika, akawa na ombi ndani ya moyo wake. Anasema, and be found in him, not having my own righteousness
which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith. Verse 10. Sasa this is the prayers ambao Paul aliomba. Akasema that I may know him. Nipe base kidogo. That I may know him. Natamani nipate kumjua. Na nisimjue tu yeye Yesu peke yake, nimjue pamoja na nguvu iliyomfufua. Nataka kujua yeye na kuna nguvu iliyomfufua. Kuna nguvu iliyomfufua. Hii nguvu ndio ilimtembelea Yesu. Sikatai na nimemjua Yesu. Nimeona matendo aliyotenda. Lakini kwa manabii wote ni huyu Yesu aliyekufa na akafufuka. Ondeto alikufa hakufufuka. Muhammad alikufa hakufufuka. Gautama Buddha alikufa hakufufuka. But inapokuja kwa huyu Yesu mwana wa Mungu, alikufa lakini akafufuka. Kulikuwa na kitu kilicholeta utofauti, ni kwamba kuna nguvu iliyomtembelea ndani ya kaburi. Na hiyo nguvu ndio ilimfufua Yesu. Hiyo nguvu ndio ilimuinua kutoka kaburi. Na hiyo nguvu ndio ninatamani kuijua. Imani yetu itakuwa ni bure wapendwa, ikiwa tutakufa na siku moja tusifufuke. Itakuwa ni bure. Kama tutakufa, maana kukufa tutakuja kufa. Yesu akikawia, sisi wote ambao tuko hapa, wakati walikuwa naimba hapa, nitamuimbia Bwana wakati ningali hai, nitadance wakati ningali hai. Nikakumbuka kuna siku hapa mbele inatugoja, ambapo watu wengine watadance, sitadance. Ambapo watu wengine watakula, sitakula. Tena watakula ile chakula napenda, lakini sitaamushwa nikule kwa sababu nimelala. Kwa hivyo mtu anapoimba, wacheni nimuimbie wakati bado ningali hai. That's a big revelation. Kwa sababu kuna siku Yesu akikawia, na ninarudia, nataka unisikie. Yesu akikawia, kuna siku ambayo haiko mbali. Less than 100 years hatutakuwa sisi wote. Less than 100 years hatutakuwa. Kuna siku watu watapanga laini kukuangalia ndani ya jeneza. Siku hiyo pesa yako haitakusaidia. Urembo wako utakuwa nao, lakini haitakusaidia. Utakuwa pale umenyamaza, umepigwa poda, umetengenezwa nywele na ndevu kunyolewa, lakini ni maandalizi ya kwenda kuzikwa. Sasa pamoja na kuwa na hiyo knowledge ya kwamba siku moja tutatoka katika hii dunia, imani yetu haistahili kuisha tunapokuwa ndani ya mchanga. Haistahili kufika hapo mwisho. Inastahili ujue hata wakati unajiprepare kutoka katika hii mwili, lazima ndani ya roho yako iwe na imani. Ni leo ninawekwa kwenye mchanga, lakini matumaini yangu bado nitamuona Mungu katika nchi ya walio hai. Tamuona huyo Mungu katika nchi ya walio hai. Kwa hivyo usidanganyike mpendwa ya kwamba utaondoka. Usidanganyike nipekitamba. Usidanganyike ya kwamba siku moja hautakuwepo. Weka kwa akili yako, maana ni kazi yetu kukukumbusha ya kwamba siku moja hatutakuwa juu ya hii ardhi. Siku moja kanisa itaendelea na kile kiti haitakuwa na mtu. Mahali position alikuwa anapenda kukaa hata kuwepo. Tutabaki na memories zako. Lakini imani yetu isifike pale ya kwamba baada ya kukufa kumekwisha. Lazima tukubali ya kwamba hata tukikufa kuna kuinuka tena. Ndio naongea nguvu iliyomtoa Yesu kaburini. Job anasema chapter 14 verse 7. Ayubu 14 verse 7. Naweka msingi
ili uweze kunipata vizuri. For there is hope for a tree. Kuna matumaini kwa mti uliokatwa, that it will sprout again and that its tender shoot will not cease. Verse 8. Though its root may grow old in the earth, root, and its stump may die in the ground. Verse 9. Yet at the scent of water it will bud and bring forth branches like a plant. Kwa Kiswahili inasema kuna matumaini kwa mti uliokatwa. Ikiwa mti uko na matumaini, mti unapomea namna hii, haina akili kama mwanadamu, haina ufahamu kama mwanadamu, lakini inajua ndani yake hata kama nitakatwa, kuna uwezo ya mimi kuchipuka tena. Mti ina hiyo matumaini, na mwanadamu hana matumaini ya kwamba akipoteza mpendwa wao anaona amepotea kabisa. Mtoto wake akiaga anaona amepotea kabisa. Mzazi akiondoka anaona huyu ameenda kabisa. Lakini mti ambao haina akili inajua kuna matumaini, hata kama nitakatwa na nioze kwenye mchanga, kwa harufu ya mvua kuna kuchipuka tena. Kwa hivyo kwa wale ambao wamepoteza wapendwa wao, hawajepotea. Kwa wale ambao wamepoteza watoto, kwa wale ambao wamepoteza familia, kwa harufu ya mvua, Biblia inasema watachipuka tena. Kama mti iko na hii matumaini, itakuwaje sisi watoto wa Mungu? Itakuwaje sisi tuliyemjua huyu aliyekufa na kufufuka? Mbona tusikuwe na imani zaidi ya kaburi, ya kwamba mtu akikufa hajepotea? Maana kukufa kupo, na hakuna vile tutaepukana na mambo ya kifo. Kenye tunaomba Mungu ni tuishi maisha marefu, lakini huwezi kutoa hesabu ya kifo kwa maisha yako. Biblia inasema mwenye amezaliwa na mwanamke siku zake ni chache. Siku zake ni chache hapa duniani. Kuna siku tutaondoka. Lakini matumaini tulio nayo ni kwamba hata kama tutaoza, hata mwili wetu utakapokuliwa na wadudu, hata kama tutakuwa mifupa mikavu, siku moja kwa harufu ya mvua tutapata kuamuka tena. Kwa harufu ya mvua tutapata kuamuka tena. John chapter 20 verse 17. John chapter 20 verse 17. Yohana mlango wa 20 mstari wa 17. John 20:17. Jesus said to her, "Do not cling to me, for I have not yet ascended to my Father. But go to my brethren and say to them, I am ascending to my Father and your Father, and to my God and your God." Hapa mahali tunaongea, mahali hapa kuna hii conversation. Yesu tayari amekufa na amewekwa ndani ya kaburi. Sasa kuna wamama waliokuwa na kilio ndani yao, wanataka kwenda kuona mahali amezikwa. Tayari Yesu ashasulubiwa hapa na ameshazikwa. Nataka nikufungue macho uone kuna vitu hutendeka zaidi ya ile macho yetu inaona. Walipofika kaburini, wakakuta mlango wa kaburi, ile pango, umefunguliwa. Kwa sababu katika safari yao ya kufika pale walikuwa na maswali. Ni nani atatuondolea lile jiwe? Tutakapokuta jiwe limefungwa, sisi ni wamama hapa, ni nani atakayetufungulia? Maria na yule dada yake walipofika kaburini, wakakuta geti ya kaburi limezungushwa, hiyo mawe liko kando. Na walipochungulia ndani, wakakuta manguo ya Yesu
imepangwa vizuri kwa sababu ameamuka. Yesu alipofufuka alimake sure kitanda aliyokuwa amelalia pale kaburini kimetandikwa. Na kuna mshirika yuko hapa ameamuka, kitanda chake akijitandikwa. Na ninakususpect ni wewe. Uliacha kitanda ije tandikwa. Hata unashindwa na wenye wanatoka kwenye makaburi. Aliacha ametandika zile shuka na zote ziko sawa. Maana wale wa mama walipochungulia walisema na manguo zake zimetandikwa vizuri, lakini hayupo. Walipogeuka hivi, Yesu akawatokea. Akawauliza, mnatafuta nini kwa waliokufa? Hapo ndio inatukatazanga kufanya makumbusho ya watu waliokufa. Kama mnafanya makumbusho, mnafanya against the will of God. Mnatafuta nini kwa waliokufa? Mary alipoongea, huyo Yesu alipoongelesha, macho ya Maria ilifunguka na akataka kumhagi Yesu. Yesu akamwambia, usiniguze, usiniguze, maana hii mwili niko nayo si ile mwili niliyozikwa nayo. Usiniguze kwa sababu ninaenda sasa kwa Baba yangu ambayo ni Baba yenu, kwa Mungu wangu ambayo ni Mungu wenu. Usiniguze kwa saizi. Anamwambia usiniguze kwa sababu sijefika kwa Baba. Tunapata picha hapa ya kwamba mtu anaweza kuzikwa lakini si mwisho wa safari. Alikuwa anaenda kwa Baba, lakini akasikia kilio, maana huyo mama alikuwa analia. Anaambia wale wa jamaa walikuwa pale, simunionyeshe nani amechukua mwili wa Yesu, nani amechukua mwili wa Bwana yetu, nani amechukua mwili. Sasa ikabidi Yesu arudi, kwa sababu kuna mama alilia kwa uchungu, mwili umeibiwa. Akamtokea akamwambia, usiniguze, nilikuwa ninaenda lakini sijefika. Hii mwili niko nao si ya kuguzwa, hii mwili ni ya utukufu. Kwa hivyo inatupa picha, tutapewa mwili mpya. Ile tutaondoka kwa hii dunia, tukitoka kwa lile kaburi haitakuwa ile mwili the same. Naongea kuhusu nguvu ya ufufuo na kupeleka pole pole ndio uweze kunielewa. Usiniguze Mary, nimesikia vile uko na kilio, nimeona uchungu enye uko nayo, nimeshuka kukwambia siko tena kaburini, lakini mwili huu usiniguze kwa sababu sijefika kwa Baba. Pale katikati nilisikia kilio chako. Ukiona jina ascending na descending, inamaanisha tutakapotoka kwa mwili hii kuna kwenda, tutaenda. Hatuko pale kaburini, tutaenda. Mimi nimewahi toka kwa hii mwili na nilienda. Kwa hivyo naongea hii mambo naelewa by experience. Kuna siku nilitoka kwa hii mwili 1997 nikiwa mwingi, na nikaona mwili wangu juu ya ile kitanda, na nikaenda nikafika mahali kulikuwa kana kalango kadogo. Kale kalango kadogo, the more nakaribia ile lango, sauti pumzi yangu inakwisha. Na sasa hiyo nikienda ninaita mama, nimeshikwa na jitu kubwa linanizungusha namna hii, nashindwa hata kupumua, na ninaenda na nimeona mwili nimeiacha kwa kitanda. Nilipofika kule juu nikaanza kuita jina la Yesu, Yesu, Yesu. Lile jitu likaanza kunirudisha chini, nikateremshwa kwa kasi, nikaingia kwa lile bedroom, nikaona mwili yangu juu ya kitanda, liko pale kitandani. Sijui what happened, nikajistukia nimeingia ndani ya ile mwili. Nilipoingia ndani ya ile mwili, macho hii ya Kenya sasa ikafunguka. Nikiwa juu ya kitanda, macho ya Kenya imefunguka. Nimefungua macho hivi, kuna ceiling board, kuna mabati, lakini macho yangu juu ya kitanda ninaona nyota. Mpaka leo sijaielewa what happened. Leo inaongea na wewe ndio nikajua wakati munalilia huyu mtu amelala pale, huyu mtu amekufa, hata hakuangi hapo. Hiyo makumbusho mnafanyanga hakuangi hapo.
yeye anakuanga ameenda kabisa, ameenda. Yesu ndiye hivyo anasema sije ascend to, anasema I have not yet ascended to my Father. Hiyo experience iko hapa mbele inakungoja. Kuna siku utatoka kwa hii mwili. Sasa hapo ndio mbivu na mbichi itakapojulikana. Wale watu ambao wamebeba watu moyoni hawasameani, hiyo siku ndio utakuwa na uzito ya kupaa. Hiyo siku utakapofika kwa mlango ni nyembamba, umebebada. Mlango ule ni nyembamba kabisa. Utajaribu kuingia, lakini maside pocket za maasira zinakuzuia kuingia ndani. Kwa hiyo mlango nyembamba. Kwa hiyo mlango udini haitakusaidia. Hata kama unaitwa deacon wa kanisa, unaitwa mchungaji, kwa hiyo mlango ni qualitative analysis. Your quality walk with God, not quantity. Your quality walk with God and itadetermine ile mlango. Yesu akashuka akamwambia usiniguze, maana sijafika kwa Baba. Sasa swali ni hii, huyu mtu aliuawa, huyu mtu alikufa, mpaka akasema Baba, roho yangu naiweka mikononi mwako. Ni nini kimetendeka mpaka kimemrudisha kuwa hai tena? Nini kimetendeka kinamfanya aongee tena? Hicho kitu ndio Paul alitamani, na akasema natamani nimjue na nijue what happened. Hiyo nguvu iliyomfufua ndio tamanio ya moyo wangu, nataka kuijua. Hiyo nguvu ndio nataka kuijua. Sasa naposema power of resurrection, resurrection inamaanisha the act of rising from the dead and becoming alive again. Resurrection inamaanisha ile kitendo ya kukufanya uamuke. It means the act of rising from the dead and becoming alive again. Resurrection means the act of rising from the dead and becoming alive again. Yesu anasema kuna watu wana jina ya kwamba wako hai but wamekufa. Tutaangalia level za death, viwango vya kufa. Kuna watu wako alive but wamekufa. Kuna watu wamevaa nguo but they are naked. Kuna watu wamekula but bado wako na njaa. Kuna watu wamekunywa maji lakini bado wana kiu. Yesu anasema muna jina ya kuwa hai lakini mumekufa. Kwa hivyo hii power ya resurrection hai affect tu mtu mwenye amezikwa, ina affect mpaka mwenye yuko hai na vitu zake zimekufa. Unajua kuna watu vitu zao zimekufa. Tunaposema resurrection, walikuwa nazo, they were alive. Magari zilikuwa alive, zilikuwepo. Marriage ilikuwepo, but the spirit of death iliwaattack na wakakufa. Marriage haipo tena, good health haipo tena. Sasa power of resurrection huwa ina restore everything ambayo ilikuwepo na ikakufa. Watu wengine wako na jina marriage, but hiyo marriage is dead. Inahitaji iguzwe na nguvu ya ufufuo. Nataka unielewe, inahitaji iguzwe na nguvu ya ufufuo, kwa sababu wako na jina wanaishi, but macho ya Mungu ikiwatazama hakuna marriage. Mtu anaweza kuwa ni wife but the crown of wife haipo, ili fall down. Sasa hizo zote zinahitaji kuguzwa na power of resurrection. Tunaposema resurrection inamaanisha bringing back to existence. Bringing back to existence. Ilikuwepo ikadisappear. Ilikuwepo lakini sasa haipo tena. Sasa nguvu ya ufufuo
inapokutembelea ina restore back kenye kilikuwepo na kikadisapia. Ilikuwepo na ikadisapia. Ilikuwepo na ikadisapia. Ndio ninagundua kwa nini Yesu alikuwa anaguza watu wenye they are dead blind. Macho ni masocket peke yake. Mtu kama Batimayo, ilikuwa hizi macho eyeballs hazipo. Ungeweka maji kikombe mzima kwa socket na ingie. Yani macho zilikuwa zimekufa. But alipomguza with the power of resurrection, the eyes zilikuja to existence na akaona tena. Kwa hivyo tunapoongea kuhusu power of resurrection, hakuna nguvu zaidi ya hii nguvu. Hakuna. Hii ndio nguvu ilimshinda shetani. Maana Yesu alipokufa alienda mpaka kuzimu na akamnyaganya shetani nguvu za kifunguo za uhai, nguvu yote yenye alikuwa na mamlaka akamunyaganya. Kwa hivyo the red card ya the enemy is the power of resurrection. Power of resurrection. Unaweza omba blood of Jesus, power in the blood, na nothing happen. Unaweza call upon the name of Jesus, nothing happen. But hakuna vile unaweza sema I call the power of resurrection na kila kitu ikabaki the same. When this power came down, maandiko inasema the earth shook. Dunia ilitikisika. Dunia ilitikisika. Makaburi zikapasuka. Na watu waliokufa miaka na miaka, Bible inasema makaburi zilimtapika. Haijalishi ni yapi yamekukamata, haijalishi ni makaburi ngapi yamekushika, when this power of resurrection inapokuja into contact, zile vitu ambazo zimeshikwa for decades zinatapikwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunapoongea kuhusu resurrection, tunaongea bringing back to existence. Bringing back to existence. Katika safari ambayo tumetembea, nimeobserve many changes. Mtu akifikisha age 40 and above, ana experience za maisha. Beauty imefade, strength zimepungua, emotional changes. Kuna vitu ameundergo katika kuzaa watoto, si yule msichana tena. Kuna changes. Kuna vitu zimecome into existence kwa sababu ya different changes ambazo zimehappen kwa maisha. Wengine walikuwa wana fibroids, zimeoka. Wengine hawakukuwa na eyesight problems, zimeanza kuja. Vitabu ungesoma hivi leo hii unasomea 1 kilometer far from your eyes. Unaweka Biblia hivi, mtu anafikiria ni vita ama unaitana, lakini ni Bible unasoma. Changes zimekuja. But when this power inapokuja, maandiko inasema ina bring vitu ambazo zilikufa into existence. Ina restore back kenye kimekuliwa. Kwa hivyo resurrection inamaanisha restoration. Tunapoongea kuhusu kufufuliwa, inamaanisha kurejeshewa. Ule mtoto aliyekufa wa Naini, wakati Yesu alimfufua, aliambiaje mama yake? Shika mtoto wako aliyekuwa amekufa. Kwa hivyo tukiongea kuhusu nguvu ya ufufuo, inamaanisha vyote vilivyochukuliwa Mungu anakurejeshea namna hii. Anakuambia, mwanangu, shika, niliona umezipoteza, nimekuja na nguvu ya ufufuo kukurejeshea tena. Kwa hivyo resurrection power, it is the greatest power that gives life to our mortal bodies. Hii nguvu ya ufufuo ndio inatupa nguvu kwa hii mwili yetu ambayo inachoka, hii mwili yetu ambayo inazimia. Hiyo resurrection power ndio inatupa uhai kwa our mortal bodies. Sasa hivi kila mmoja wetu ako na kitu inaitwa dead cell kwa mwili. Kuna kakitu kameanza kukufa. Wakati unatakiwa na ugonjwa, hata kama ni homa, ni indicator inakuambia una shut down. Kila kitu ambacho inakuattack inakuja kukusaidia kushut down kama computer. Pole pole tu
kuna kushut down, pole pole tu kuna kushut down. But hii nguvu hii ndio inakufanya uwe renewed. Bible inasema wanaomngoja Bwana watapewa nguvu mpya, watakimbia kama tai na watachoka. Siri ni nini? The secret of the resurrection power. Tunapoenda kucelebrate kufa na kufuka kwa Yesu, lazima hii kitu iwe kwa our mind. As you pray, unasema Bwana, naita nguvu iliyokufufua, hiyo nguvu ini protect. Nguvu iliyokutoa makaburini itutoe kwenye hii shida. Nguvu iliyokutoa kaburini itoe watoto wangu kwa hivi vifungo. Nguvu iliyokutoa kaburini inirejeshe afya yangu. Magonjwa kwa mifupa, magonjwa kwa damu, nina charge by the power of the resurrection kwamba that disease haitakuwa existence tena. That disease. Sasa mambo ya ufufuo imekuwa na upingamizi mwingi sana. Mambo ya kukufa na kufufuka, mambo ya hii nguvu imechallenjiwa si mara moja. Kuna watu kwa Bible hawaamini kama kuna kukufa na kufufuka. 23. Sijui kama kuna betu nyingine. Kuna watu waamini ati watakufa na wafufuke. Matthew 22:23. Anasema the same day the Sadducees who said there is no resurrection came to him and asked him. Kwa hivyo bado tukiongea power of resurrection, kuna watu wanaitwa Masadukayo hawaamini kuna kukufa na kufufuka. Any person mwenye anaamini vitu zake haziwezi kurejeshwa na Mungu. Any person mwenye anaamini hakuna restoration, huyo alienda na akaenda tukakutana tena, huyo mtu ni Msadukayo. Hawaamini kwa ufufuo wa mara ya pili. Wanaamini nikipoteza nimepoteza. Mimi ninajua huyu Mungu ambao sisi ni mbegu yake. Biblia inasema mbegu zake hazikufi, hata ukizika chini ndio zina germinate. Kwa hivyo anytime unapopitia vita, kama wewe ni mbegu ya Mungu na roho ya ufufuo iko ndani yako, hawawezi kukumaliza. The more wanakuzika, the more una sprout. Biblia inasema kwa harufu ya maji utachipuka tena. Kwa wale ambao watu hapo walifutwa kazi, kuna kuchipuka tena. Si mwisho yako. Kwa wale ambao walipoteza, kuna kurejeshewa tena. The same God anasema nitarejesha ile madumbani na riziki wa kula, nitakurejeshea maradufu. Kwa hivyo haijalishi ni nini umepoteza. These people hawako wanaamini kuna resurrection. Walikuwa wanajua ukienda umeenda, ukikufa umekufa. But mimi nimekuja kuongea na nini beyond hapa, kwa chochote ambacho kimekuliwa, tuko na matumaini ya kurejeshewa maradufu. 2 Timothy chapter 2:18. Kuna wengine pia wanaamini nguvu ya ufufuo ilikuwa mambo ya zamani. 2 Timothy chapter 2:18. Wanaamini mambo ya ufufuo, hiyo ilikuwa mambo ya zamani. Sasa hizi sisi tukienda tumeenda. Ndoa yangu ikivunjika imeisha hivyo. Siamini kama inaweza rudi. Wale walikuwa wanaamini hakuna resurrection. Hao wengine walikuwa wanaamini ni mambo ya kitambo. Anasema who has prayed concerning the truth, saying that the resurrection is already past, and they overthrow the faith of some. Walikuja wakihubiri kunadanganywa ati kuna Mungu wa ufufuo, kuna kurejeshewa mara ya pili, kuna maisha baada ya kaburi. Mnadanganywa. Hiyo ilikuwa ni mambo iliyokuwepo na ilipita kitambo. Kuna inaamini kuna resurrection na kuna yenye bado wanaamini lakini wanasema ni mambo ya zamani. Mimi siongei mambo ya zamani. Ninakwambia leo hii kwa ibada, hiyo nguvu inaweza kutenda kazi. Kwa ibada yetu, hiyo nguvu iko inaweza kutenda kazi.
sema amen. Kama uko macho sema amen. Kwa hivyo kuna wenye wanaamini it is already past. Haya, endelea mbele. First Corinthians chapter 15 verse 12. Paulo anakuja tena anasikiza. Anasema mnawezaje kusema hamna nguvu ya kufufua watu? Now if Christ is preached that he has been raised from the dead, kama huyu Yesu tunahubiri amefufuliwa kutoka kwa kifo, how do some among you say, anakuja kuleta kutatua shida. Maana Wasadukayo na Wafarisayo wanakutana, wanaanza kuchallengeana, wanaambiana hakuna mambo ya kufufuka, mambo ya kufufuka ilikwisha. Naye Wafarisayo wanasema hapana, kufufuka ilikuwa, lakini ilikuwa mambo ya zamani, hiyo si ya sasa, hatustahili hata kuiongea kuhusu. Paulo anakuja na ufunuo, anakuja na mwambia sikieni, kama tunahubiri Yesu aliyefufuliwa kutoka kwa kifo, how do some among you say that there is no resurrection of the dead? I mean, between people, two people are not confused. When wanasema hakuna resurrection na wengine wanasema ilikuwa mambo ya zamani. Sasa ameingia katikati yao na kuuliza, kama tunahubiri huyu Yesu aliyekufa na kufufuka, kwa nini baadhi yenu mnasema hakuna kufufuka? Mbona unaamini hii nguvu haipo na itendi kazi? Mbona unaamini ni mambo ya zamani akiwezi kukutendea wewe kazi? Mbona unaamini ilikuwa kina Paulo kule 2000 years ago? Kama bado tunamhubiri huyu Yesu aliyefufuliwa kutoka kwa kifo, basi jueni nguvu za ufufuo bado haijakwisha. Kwa hiyo hata leo hii kwenye hii ibada, that power it is still working. Na naposema kuhusu hii power, hizi power yenye nataka ndugu ya Raila, anaitwa nani huyo? Oburu, we want power. Hii power yenye tunataka ni power of resurrection. Habia mwenzako we want power. Of course. Simseme of course not. Of course yes. We want power. Kuna vitu zimekufa na zinataka zikuzwe na hii power. Na as much tunapreach about his resurrection, this power is still working. Hii power bado inafanya kazi. Sijui kuna siku nilikuwa na mbwa naipenda sana. Nilikuwa napenda hiyo mbwa sana. Sijui what happened. Nikakuta imekufa. Kwa vijana, maana nimelelewa maisha ya kuhaso. Tulipenda sana kuinga. Pesa ya chama siku ilikuwa ngumu kupata. Na kwa sababu ulikuwa ukipata pesa, hata kuna wengine wakipata pesa, kwa sababu uonekanaje kwa hiyo bucha. Ukienda kununua nyama unawekewa mfupa kubwa kushinda nyama. Sasa inabidi wazazi wachemshe, waeke maji mingi ndio watoshe. Sasa nakumbuka nilikuwa na doki. Ilikuwa na mbio sana. Mbwa ambao ukienda kuinda inaweza kimbia na overtake simba, overtake swara. Tulikuwa tunaita simba. Ina overtake swara, inangojea swara mbele. That doki ilikuwa na mbio sana. Siku moja tulianguka imekufa. Sijui nini iliua. Imagine mbwa rafiki ya kijana mdogo, uzuni yenye nilikuwa nayo, kapeleka dogi yangu nikaweza nikaiwacha huko imekufa. Asubuhi I don't know what happened. Sijui nini nilitendeka. Mahali tulitupa hiyo mbwa, tulikuta simba imerudi nyumbani na tuliipeleka ikikufa. Wala pia nilifurahia. Mungu alikuwa amekufa. Sisi kama ni kufenda alikuwa amepinda. Mimi nakumbuka tulimpeleka na tukamwacha mahali tulimwacha. Baada asubuhi simba alikuwa ndio alikuwa mnyonge. Alikuwa mnyonge. Lakini furaha yangu alifufuliwa. Kama ile nguvu inaweza visit dogi, mbona isikuvisit wewe mtoto wa Mungu?
inaweza kukurejeshea ile kitu kibaya. Unaniamini? Unaamini maneno nayosema? Tuliambiwa neno ndio inaleta uhai. Hivi ni hapo kwa mbwa. Mbona yale vitu umeshapigia mikono usiyaone kutafuta? Hamjai sikia mtu amepeleka moja na anakuta tena. Mpaka aliyeko kwa friji. Aliyeko kwa friji. Nimesoma hizo cases mingi hata kwa mtandao. Mtu amepeleka kwa friji. Alafu siku anasema nisaidie na blanketi. Na aliyeko kwa friji. Ninaomba mahali wamekuweka uoze, nguvu ya kufufua ikutembelee. Ikutembelee ikuamshe tena. The power of resurrection. Sasa Paulo akaingia kuambia sikieni, msiwe na wasiwasi. Kama bado mnahubiri Yesu na nguvu zilizofufua, basi kweli na nyinyi pia mtafufuliwa. Mathayo 22:31-32. Anarudi kuongea about resurrection. About resurrection. About resurrection. Matthew 22:31-32. Matthew 22:31-32. But concerning the resurrection of the dead, have you not read what was spoken to you by who? Kwenye story za ufufuo, si story za kumasi. Maneno ya ufufuo ni maneno ya Mungu mwenyewe. Spoken to you by God, saying, verse 32, I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. God is not the God of the dead, but of the living. Mungu huyu ni anaongea. Anaongea kuhusu mambo ya ufufuo. Kwa hiyo kwa syllabus za Mungu kuna topic inaitwa resurrection. Mpaka kwa hiyo subtopics za resurrection kuna power ya resurrection. Kwa hiyo subheadings kuna power za resurrection. Kuna power za resurrection. Mke wangu yuko hapa ni shahidi. Tulikuwa nyumbani siku moja. One of our members akanipigia simu. Wakilia. Wakatuambia ndugu yao amekufa. Kama mchungaji tukakuwa concern. Tukateremka mbio mpaka Nakuru. Ilikuwa ward 12 kama ward 6 hapo. Tulipofika pale tukakuta mama analia hapo, bibi mkubwa, bibi mdogo na familia huyu jamaa. Na tayari wamemfunika na ile nguo ya cream mpaka kichwa. Wanangojea machela ikuje ichukue yule mtu wampeleke mocha. Wanalia wako pale, kwa na mke wangu. Sasa kitu kenye kinuma moyo ni kilio cha Hawa na watoto ambao wamewachwa. By faith nasema tuombe. Jamaa tumbo hata ilikuwa inaanza kufura. Tukamwekelea mkono. Tukamwekelea mkono. Sasa tunamwekelea mkono akuja achukuliwe na machela. Pasipo kujua this man Mungu anataka kumpa another chance ya kuishi. Tayari alikufa. Tulipomwekelea mkono ile tumbo ambayo ilikuwa imefura, nikasikia mkono unarudi ndani. Kumbe ni pumzi inatoka ndani ya tumbo. Sasa huyu mtu amekuwa maiti. Umewekelea mkono kwa tumbo, harufu inatoka sasa. Wewe kama mnyambo aliye hai na mkanga hivi, na mnyambo aliyekufa. Sasa ilibidi niweke uso hivi nikimwombea, so harufu mbaya inatoka pale. Baada ya kusema amen, macho ya maiti ikafunguka. Akaniangalia. Sasa hapo tena atmosphere ikachange. Machela imezuia kuja. Hata enda tena moja. Mungu amemrudishia uhai. Na akapewa tena matibabu akatoka. Kiasi ya kwamba aliishi, afya zake zikarudi. The good problem in this man alifanya, aliongeza bibi mwingine wakati alifufuka. Sasa tena baada ya muda akakufa, wakaniita tena niende nimfufue. Nikakumbuka nitamfufua tena ongeze bibi. Tulienda tukamzika Lunga
kule nalo. Wewe ukikufa ni nini kitafanya kukufufua? Dorcas alikuwa na sababu ya kuangushwa. Kuna watu walikufa hata siwezi omba kufufuliwe. Ni wasumbufu. Wacha aende. Sababu anapiga pipi. Sasa unaombea mfuke ya nini? Watoto hata waenjoy baba yao akiwa hai. Hao ndio kusema leteni mama. Wakati mama yetu mmoja alikufa, ndugu zetu walikuwa na visirani. Sababu walikuwa wamechukua kila kitu ya mzee na ukawa na conflict katika familia. Sasa saa mazishi walikuwa na mjana, uchukue mawe kubwa hivi. Tumgongee kwa jeneza. Mama usizipe na madharau yetu wako. Usizipe na hiyo madharau. Watu wanatafuta mawe kubwa ikuonge kwa sababu ile kioo ya jeneza uongo ufufuo maiti. Unachukiwa mpaka ukifa. This one alipofufuka akawa mbinguni. Sasa reality ikakuja kifo yenyewe. Mungu akikupa chance ya kuishi. Mungu akirestore finances zako, ana restore for a purpose. Wacha leo nikuibie siri. Wakati Mungu ameallow flow ya pesa kwa mikono yako, ikuje ni ya kuzaa Mungu. Kwa sababu tunaambiwa tulikuja uchi na uchi tutaondoka. Inamaanisha anapokupa, anakupa for a purpose. Maandiko inasema Daudi alipomaliza purposes zake za Mungu, alipumzika. Kwa hivyo everything that comes in our life, it comes for a purpose. Hii yote uko nayo saizi. Hii yote uko nayo ni kwa makusudi ya Mungu. Na ukitaka kujua ni makusudi ya Mungu, tembea hospitali. Sikia wagonjwa wanasemanga, "Haki nikipona, I serve God." Nikipona, pastor, niingishe kwa kwaya. Si nimewatembelea wagonjwa wenye walikuwa wamechungulia mlango ya kaburi. Sikia promises zinawapeleka Mungu. Sasa uko na afya, chache unaingia saa 5. Na tukipitishwa saa 8, unaanza kufanya hivi saa mkononi. Kuna siku tutachelewa kwa ibada ya mazishi yako na tutatoka na mvua jioni. Sasa hivi tumikia Mungu. Wacha kuangalia kwa sababu wakati uko hai. Leo saa imeenda sana. Hivi inaleta uhai kwa maisha yako. Hivi inakupa sababu ya wewe kuishi. Paulo anasema nini? Mungu anawaambia mimi ndio Mungu wa ufufuo. Mimi ndio Mungu wa ufufuo. Nataka tuangalie vitu kadhaa hapa. Acts chapter 17 verse 18 to 21. Walipokuwa na ubiri, waliambiwa ubiri nini? Walipokuwa wanahubiri, waliambiwa wahubiri. Matendo ya Mitume 17 mlango wa 18 hadi 21. Then certain Epicurean and straight philosophers encountered him, and some said, "What does this babbler want to say?" Others say, "He seems to be proclaimer of foreign gods, because he preached to them Jesus and the resurrection." Anahubiri Yesu na ufufuo. 19. And they took him and brought him to the Areopagus, saying, "May we know what this new doctrine is, of which you speak." Tunataka kujua. Hiyo new doctrine ilikuwa tunahubiria Yesu aliyekufa na akafufuka. Tunahubiria Yesu aliyekufa yuko hai, hayuko tena kaburini, na ni kweli alikuwa amefufuka. Na hiyo doctrine ilikuwa new to some people. Hao wana understand. Ati alikufa na akafufuka. Wakataka kujua hii new doctrine. Doctrine gani mpya unayoongelesha watu? Verse 30. "For you are bringing some strange things to our ears." Hii maneno unayotuambia ni strange. Ya kukufa na kufufuka. Hatujawahi sikia. Therefore, we want to know what these things mean. Tunataka kujua hii kitu inamaanisha nini? Ati
ati alikufa na akafufuka. Kumbe kitu ni strange kwa watu. Na ujue ni strange. Siku moja mtu akipelekwa mazishi, waseme hapana, tupelekeni kwenye kanisa kwa Pentekoste aombewe kabla ile kuzikwa. Kweli itakuwa ni nini? Hatujaiona maiti imeletwa church iombewe. Mnakumbuka vile tulicriticize Apostle William Kimani wakati walipeleka maiti kwa kanisa la washirika wa pastor wao, waliomba na wakafunga, wakaamini wanaweza kufufuka. Watu waliopiga huyo mtumishi walikuwa watumishi, asili nguvu za ufufuo hazipo tena. Juzi wameingilia uono, siungi mkono uono kwa sababu tunaitilafiana kidogo, but kwa sababu anahubiri Yesu, sitaki kumchallenge. Aliyekuita ndio anamjua. Watu wakitokea kikundi cha wajadini wakasema hakuna uponyaji hiyo. Hakuna uponyaji. Sitaki kujua kama ilikuwa fake ama ilikuwa real. Kenye ninajua Yesu bado anaponya. Kenye ninajua Yesu bado anafufua. Maiti ikiletwa hapa, badala yende kuzikwa waseme tumemleta hapa. Pastor, tunaamini yule Yesu anaombaga anaweza kufufua mpendo wetu. Kama familia tumedecide hakuna haja kumzike juu bado tulikuwa tunampenda. Hiyo tu kuleta hapa maiti, tuta-attract TV, tuta-attract Citizen na organization ya mapili zitainuka kulipiga. Sasa kwa hii the same thing, it was a new doctrine. Kitu ambacho hakijawahi onekana. Na Biblia inasema kiliwashangaza wengi mpaka wakatarajiwa tunataka kusikia huyo Yesu mnahubiri ati alikufa na kufufuka. Aje nani huyo anaweza kurudi katika mwili? Haiwezekani. Nani huyo? Haiwezekani. Kwa hiyo Biblia ina challenge the power of resurrection. Wanataka watu wa believe in that thing. Wapendwa, kuna nguvu ambao Paul aliyademaya. Kuna nguvu ambao Paul alitafuta. Na akasema natamani nimjue na nguvu zilizomtoa kaburini. That power. Hiyo section hiyo into bracket, that power ndio nataka nijue. Sasa nimejua huyu Yesu nimemwamini. But sasa nataka kenye kilitoa huyu Yesu mwenye namwamini. Kwa sababu alikuwa Yesu mwana wa Mungu, but alikufa. Love alikuwa nao kwetu ni ruhusu akufe. Lakini zaidi hiyo Yesu kuna kitu ilimshukia. Hiyo nguvu ndio nataka nione. Sasa hiyo nguvu ndio inachallengewa hapa. Hiyo nguvu ndio Wakristo wenzangu hawaiamini. Hiyo nguvu ndio wanaprefer kwenda kwa waganga kutafuta. Lakini kwa Mungu mwenyewe hawana haja nayo. Mnajua mnaweza kufua watu wengi wanaokufa. Mama mmoja hapa Njoro, Kungosi, kitambo hizo kwa kijana. Ameenda kuosha church. Akaosha church. Akamaliza kuosha church. Bila wanyama wanakuja hapa. Waliporudi jioni nyumbani, amemaliza kuosha kanisa. Kufika nyumbani, anakuta majirani wamejaa kwa nyumba yake nje. Mtoto wake aliguza stima, ikampiga shock na akakufa. Kakufa kabisa. Mtoto amekufa. Na mnaamini Mungu ndiye anapeana na Mungu ndiye anachukua. Sasa ilibidi aite Yesu kwa bunge. Kamwambia Yesu kuja kaa. Kaingia kwa nyumba, maiti iko hapo. Watu wanalia huko nje, mama analia hapa. Akamwambia Mungu kuja. Kuja hapa tusemezane. Si unasemanga tusemezane? Nilienda kukuoshea nyumba yako. Na niliosha na moyo wangu wote. Na wewe ukatoka kwa nyumba yako ukakuja kwa nyumba yako ukaua mtoto wako. Hujafika mahali ya kuita Mungu mkutano. Hujai kusumbua. Ukisikia nasema ndio tusemezane. Ni nini nilikuahidi ambao sijatekeleza? Nilikuwa kwa nyumba yako, sikuwa kwa malaya. Nilikuwa napiga testa. Wewe umekuja kuwa mtoto wako. Wewe unafikiria Mungu asikieni? Kaambia Mungu kama sio umemuua, muamshe. Na kama ni wewe asiamke, na mimi uniambie kwa nini nilienda kuosha nyumba yako, wewe ukakuja kuwa mtoto wako kwa nyumba yako.
Unatumiaje mtoto ulikuwa kwa nyumba yako? Na ninajua hii si kazi yako. Naomba mtoto aamke tena. Kapiga mtoto usijui what happened. Katika ile harakati ya kumwombea na kumwamkisha joto, mtoto alifufuka tena. Alafu unaniambia hakuna nguvu ya ufufuo. Ati Mungu hawezi kurestore. Si angalau jaribu hata akisiposemanga ni jaribu kufufua. Jaribu. Mimi nimewahi jaribu kuombea Mungu na nikataa kuombea kwani ndio nasa. Si Mungu aliyeandika. Tumeenda kuhubiri tukaingia kwa nyumba askari mwingine alikuwa mzito mjaribu. Akasema sijekataa. I've never been refused to be born again, but this is the test. Unaamini Mungu wako yeye. Basi uende mtoto wako aongee. Na ni Mungu. Ulikuwa mimi, jamaa naitwa Enos na Pastor John. Ule mtoto hapo Amerika sasa. Sasa tukaangaliana tukasema kwa Mungu yote inawezekana. Mtoto hapo pale anakuangalia. Wacha nikwambie ndugu mmoja anaitwa Enos. Alikuwa Kisirani. Akarudia ule Mungu. Akashika ulimi. Nikamsaidia kushika ulimi. Tukamwambia speak. The more tunasema speak mtoto hapo. Tumenyonga ulimi. Ulimi nikataa kuongea. At least tulijaribu. Ili nguvu ya ufufuo iweke kwa matendo. Ingia kwa nyumba yako, zile vitu zimekufa zipate kufufuka tena. Unafikiria kuwa na TV imeungua, ulikuwa na damu zimekufa, microwave hazifanyi kazi, radio imechomeka, wewe uone ni roho ya mauti, zimeua kila kitu kwa nyumba yako. Umenunua kengine katoto kamgeni kamekuja. Na unajua mtoto wa mgeni una sauti. Katoto kajifunzwa mahali ametoka. Unakoona kamepanda ile meza ya TV. Alafu kanashika TV. Unaona vile TV yako hiyo uzito inakuja na yeye chini. TV inakuwa black, black. Ndio mwisho ya TV. Spirit ya death. By the power of resurrection. Ambayo iko ndani yako, maana Biblia inasema na hiyo nguvu iliyofufuka Yesu inatenda kazi ndani yetu. Tuipige ya trial kwa kusikia situation yetu ambayo unaona kana kwamba zimekufa. Let us give it a try. By the power of resurrection, ninatangaza vitu zangu zitatembea. Huyu wakamwenjua wakamuuliza kuambie, hiyo ni nguvu gani unaongea? Yesu gani huyu ambaye amefufuka? Na unamuuliza. Nimekuja kutangazia church. Kuna nguvu inaitwa nguvu ya ufufuo. Itakufufua tena kwa jina la Yesu. Yesu anasema the resurrection. Kama hii nguvu utaideny, basi deny Jesus. John 11:24-25. Hii nguvu kama uliamini, basi wacha kuamini Yesu. Maana yeye mwenyewe ndio hiyo nguvu. Inamaanisha yeye ndiye alijifufua. Maandiko yanasema mimi kama sita lay my life down, hakuna mwenye anaweza nileta. Nimelay my life down na mimi mwenyewe ndio nitaibring back. Kwa hivyo nguvu ya resurrection ni Yesu mwenyewe. John 11:24-25. Mother said to him, I know that he will rise again in the resurrection at the last day. Verse 25. Unaona yule alikuwa anaamini kwa last day. Anaamini resurrection iko lakini si sahihi. Yesu akamwambia, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. Sasa kama you believe in Jesus, hata kama daktari amesema hiyo mguu inafaa kukatwa, if you believe in Jesus, that mguu itaishi, that situation itaondoka, kwa sababu yeye ndiye amesema I am the resurrection. That marriage inaweza kufufuka. Ule mtoto uliyekuwa mpenda anaweza kuinuka tena, because Jesus is the resurrection. Yesu mwenyewe ndiye ana bring back to existence. Nataka tuangalie mifano kwa haraka ya watu ambao walifufuliwa kwa Biblia. Number 1, mwana wa yule mjane. 1 Kings chapter 17. 1 Kings
chapter 17 verse 20 to 24. Wafalme wa kwanza 17 20 to 24. Naomba tusome wote kwa sauti. 1 to go. Then he cried out to the Lord and said, "Oh Lord, my God, have you also brought tragedy on the widow with whom I lodged by killing her son?" Anauliza nani? Huyu mtumishi anauliza nani? Kwa hiyo kuna mama wa gospel hapo kukosea. Akiuliza Mungu, nilienda kukosea kanisa na wewe umekuja kuua mtoto wangu. Anachallenge Mungu hapa, anamwambia Bwana, unaniletea shida kwa huyu mama mjane. Unaleta tragedy kwa mama ambaye amechukua nyumba yake amenikaribisha. Na amenipa chakula, amenipa mahali pa kulala. Wewe Mungu tena unakuja kuua mtoto wake. Nani anaweza challenge hiyo Mungu? Nani anaweza challenge hiyo Mungu? Mama anachallenge Mungu. Kumwambia Yesu amekufa. Tungetu amekufa. Yesu anamwambia sijali, I am the resurrection. Nimekuja. Sometimes challenge God. Mwambie kwanza Mungu nikutumikie na watu wako wakose shida. Itakuwaje Mungu nikutumikie na nikose kubarikiwa? Itakuwaje Mungu mpaka ninaomba chakula na imeandikwa kwa Bible ya kwamba tangia niwe mtoto hadi nikiwa mtu mzima, David anasema sijawahi ona mwenye haki anaomba chakula. Mbona mimi Bwana mpaka nikae na chakula? Nimekataa. The God of resurrection. Mbona unaniletea tragedy? Verse 21. Now King David was old. First Kings 17, verse 24. 24. Verse 24. First Kings 17, 20. I have so many. And he stretched himself out on the child 3 times and cried out to the Lord and said, "Oh Lord, my God, I pray let this child's soul come back to you." Take your challenge. Mtoto amekufa. Anamuuliza Mungu swali. Umeniletea shida. Nimekuja kwa jina ya mtumishi wako, mtumishi wa Mungu. Sasa nimeingia kwa hii nyumba, matatizo yanaongezeka. Mtoto amekufa. Mbona Mungu unaniaibisha? Mbona umeniaibisha? Nimeambia hawa watu kutumikia Mungu ina faida. Mbona kazi zao zinapata hasara? Mbona watoto wao wanavuta mabaya? Mbona kisirani zinawafuata? Na nimewaambia wakitai watafanikiwa. Wanachallenge Mungu. Sasa mtoto amekufa, this man of God akasema hapana. Huyu hawezi zikwa. Biblia inasema akanyosha juu ya huyo mtoto. Akamlalia mara 3 times. Akilia, "Oh Bwana, oh Bwana, Mungu wangu, na kuomba let this child soul come back to him." Kwa hiyo mtu akikufa, soul yake ndio inatoka. Yesu alisema nini? Sijafika kwa baba yangu. Kwa hivyo kuna soul unaweza i-call back. Ukijua secret ya power of resurrection. Akasema let the soul of this child come back. You will get resurrection power in the bringing things that not zilikufa into existence. Naomba tusimame, naomba tuwe na sinzia. Simama kwa miguu yako. Sasa nikihubiri hivi na nahubiria walio hai na wapendana. Na waliokufa wanaongeleshwa wanafufuka. Simama kwa miguu yako. Jinyoshe kidogo. Na hiyo fani sijui kama itaongezwa speed. Waziri mnalala hapa na nyinyi sita ifati. Ukisikia kuna joto, ukisikia kuna usingizi, maana vile nasikia kitu inatoka, nikiona mtu akilala inanidiskari. Sikukuwa na ujumbe by juzi mpaka nikaambia mtu wangu, natafuta roho atasema.
Mwingine akanipigia mtandao kuja ofisi, nikamwambia baba usikuje, najaribu kama ningekuwa Mokorino ningekuwa naomba rain natafuta rain. Mbona pia kuhubiria ninakuhubiria ni rahisi. Ili kitu ambacho una download. Sasa nikidownloadia wewe tena unalala nikikulisha. Tuingiza matatu mwambie roho ya kifo ya mapema itoke. Mwambie kuvuka. Kwa jina la Yesu tukae chini sasa. Kuna kitu hapo nataka uone. The calling back of the soul. Calling back of the soul. Iko Bwana anasema mhubiri injili, fufueni wafu. Mbona hiyo part hatuja exercise? Kuna siku msichana mmoja rafiki ya mke wangu, mtoto alikufa. This mama alikuwa akishika mimba inatoka. Akashika ingine ikatoka. Ile muda tulikuwa tumejiona naye mimba 6 ilikuwa imetoka. Sasa akakuja tukamwombea. Mungu akashikilia ile mimba. Akazaa mtoto akamuita Pei. Tukafurahi. Katoto kazuri kamezaliwa. Ugonjwa ya ghafla ya kishetani yenye ilikuwa inafuata mimba ikavamia mtoto. Mtoto akakufa. Mtoto huyu alikuwa hata kwa mucha si kama amekufa. Sasa sikia nikwambie. Sisi ndio tuna limit hiyo. Tukiwa moja, sauti inaniambia muite huyo mtoto atafufuka. Sauti inaniambia kabisa, nasikia sauti. Nasikia sauti kabisa. Muite atafufuka. Alafu moyo unasema nikimuita atafufuka. Baba huyo mtoto alikuwa anafanya cirrhosis. Sasa watu wa cirrhosis walikuwa wamejaa hivi. Kwa hiyo mtandao. Tukatoka hapo, mtoto akaenda kwa jeneza. Hata hapo mwite ataamka. Mungu na asiamka. Tukaenda makaburini na upili. Nazunguka karibu na jeneza. Nikikaribia jeneza, sauti ile inakuja. Mwite hata hapo kwa jeneza atafufuka. Watu wakapanga laini. Nimemaliza kuhubiri. Waangalie mtoto. Mimi nikimwangalia sauti inaniambia mwite ataamka. Bwana Mungu. Tutakuniibisha mbele wote. Tukaenda mpaka kwa shimo. Tukaweka jeneza ndani. Ile sauti inakuja kwa sauti. Mwite ataamka. Akasema hapana. Wakati nilizika mchanga hivi, nikasikia sauti, sitakutumia tena kwa ukombozi. Mungu akishakwambia sitakutumia, unafikiria si ikono of repentance? Na unamwambia Mungu kweli, niliona kama utaniibisha. Kwa hivyo wewe usianguke huu mtihani. Better try defend kuliko kuignore that voice. Sasa ninapokuongelesha kuna vitu unastahili kuzizungumzia tukianguke tena. Kuna watu wanazao wamekuwa dada zao. Ishikie kwa hili. Bwana zao wamekuwa dada zao. By faith. Kamata dhambi ya Mungu na iambie kata. Tulani. Haleluya. Yesu asifiwe. Shike kwa tumbo wewe kwa tasa. Speak life. It is very possible. Unajua problem ya washirika wa dini ngata. Na hiyo najua ni makosa yangu. Nimekuwa too much friend with. Too much nimekuwa close na Mungu nikitaka kuwalea. But nikiwapeleka nje, the same pastor mwenye wanahubiria hamtani. Nini ndio nawaitanga kukutana na Wednesday ya kukuji. Nikienda Kitale, church inajaza kama kwa mlango. Hakuna space. Familiarity. Sasa ninakwambia pendwa, this power nime exercise. Nimeona bring things into existence. Nimeona siku moja Kisii, mtu amerogwa skani. Tumbo iko hapa. Akienda choo mwezi mzima. Nikaita nguvu ya ufufuo kumwekelea, aliachilia karibu kilo 10 ya choo kwa madhabahu. The power of resurrection. Nguvu ya ufufuo.
Na ninawaambia nyinyi wahubiri ambao wako chini yangu, msipofanya zaidi ya yangu mtakuwa na kasi. Yesu anasema mkiniamini mtafanya zaidi yangu. Na nyinyi ambao ninawainua, msipofanya zaidi ya mimi, crusade yako isipojaa watu zaidi ya yangu, utakuwa na shida. Kuna nguvu ya ufufuo. Na hiyo nguvu huwa inamaliza wachawi. Hii nguvu ya ufufuo. Kwa sababu vita ya kichawi kubwa inakuwa vita ya makaburi. Hata ndugu zangu nyingi wengi wamelala juu ya makaburi wakitafuta that power of the dead ya kurudisha watu kwa makaburi. But hii tunaoongea ni inatoa watu makaburini na kuwafanya waishi. Natangaza utaishi tena. Kwa jina la Yesu. Angalia kama mbili ile soul ya mtoto come back to life. The soul rudi. Rudi ndani ya mtoto. Kama this man ana uwezo ya kurudisha soul ya mtoto kwa mwili, ni kurudisha watoto wako kwa boma ndio itakuwa ngumu. Ni kurudisha mume wako kwa ndoa ndio itakuwa ngumu. If soul inaweza rudishwa kwa mwili, soul ambayo imetangazwa imekufa. Huyu mtoto alikuwa anangojewa kuzikwa, but huyu mtumishi alikuwa secret. Kuna power of resurrection. I call him back to life. Leo nimeita zote zilizokufa kwa Bwana kurejeshe kwa jina la Yesu. Verse 22. Verse 22. Unaenda mpaka 24. Then the Lord heard the voice of Elijah. Ni nani anarespond? Mungu mwenyewe. The Lord heard the voice of Elijah. And the soul of the child came back to him and he revived. And he revived. Mungu akasikia. Na nafsi ya ule mtoto ikarudi. Na akakuwa hai. Mungu huwa anasikia maombi kama haya. Kuna nguvu ya ufufuo kanisa. Verse 23. And Elijah took the child and brought him down from the upper room into the house and gave him to his mother. And Elijah said, see, your son lives. Angalia mtoto wako anaishi na Mungu. Ulikuwa unaona ameenda, but amekuja kukwambia hata kama amekufa bado ana uwezo wa kuishi tena. Angalia mtoto wako anaishi. Verse 24. Then the woman said to Elijah, now by this I know that you are a man of God, and that the word of the Lord in your mouth is the truth. Watajuaje tuna Mungu aliye hai, aliyeshinda kifo na mauti, kama hatutarudishia watu vitu ambazo zilikuwa? Kama wewe kama mwanao maisha yako haitarudi tena kuwa live. Kuna watu wamebaki na historia, picha za kumbukumbu ndio zimebaki kwa ukuta ya mahali alikuwa kimaisha, pesa alizokuwa nayo, magari alikuwa nayo, zimebaki kwa ukuta ya picha. But naongea kuhusu Mungu anaileta nguvu ya ufufuo, anaweza kuturejeshea kwa jina la Yesu. 2 Kings chapter 13 verse 21. Hapa hivi angalia, nguvu ndio ujue kama makaburi kuna nguvu. So it was as they were burying a man that suddenly they spied a band of raiders, and they put the man in the tomb, in the grave of Elijah. And when the man was let down and touched the bones of Elisha, he revived and stood on his feet. Watoto wako, ndani yenu kuna nguvu ya kuleta uhai tena. Sasa hapa mtu amekufa. Mtu amekufa hapa. Anaenda kuzikwa. Wakati alikuwa anaenda kuzika, ghafla maadui wakatokea. Na walikuwa wamechimba shimo. Kaburi ya Elijah ilikuwa pale, mifupa yake zinaonekana. Walipoona maadui wakasema, umekutwa. Nani atangojea kuuliwa? Huyu mwenye amekufa hawezi kufa mara ya pili na hawezi amka. Labda walikuwa naamini hivyo. Wenye walikuwa wameshika hiyo kwa sababu jeneza ilikuwa hiyo manguo, wakamshika wakamtupa kwa ile kaburi.
akifika ndio huyo anakuja mbio. Sasa swali yangu ni hii. Ile mifupa ya Elisha imefufua maiti. Na ile nguvu iko ndani ya mifupa haifufui Elisha mwenyewe. Hii ni hesabu ya kijaili. Ndani yake kuna vitu inaweza unamwona mtu anapea wengine mashauri, ndio mashauri inaenda kuwasaidia wazee. Lakini yeye mashauri yake hiyo haimsaidii yeye mwenyewe. Fundi ni mjuzi wa kuunda vitu. Anaunda masomo za ajabu, lakini kwa nyumba yake hakuna sofa zake. Hata moja mzuri. Nguvu za kufufua iko ndani yake. Anasaidia watu wengine kukaa vizuri, lakini yeye anazama. Kama huyu jamaa alirudi kuwa hai, inamaanisha nini? Kuna nguvu zinaweza kufufua chochote ambacho kimekufa. Huyo ni mtu wa pili tumeangalia. Twende kwa mtu wa tatu kwa sababu ya time. Luke chapter 8, 52 to 56. Na hiyo nguvu tutaomba leo, Mungu tufufulie hali yetu. Luke chapter 8, 52. Now all wept and mourned for her. Mtoto amekufa msichana. But he said, do not weep. She is not dead. Na mtoto amekufa. Na watu wamedhibitisha amekufa. Watu wakaanza kuomboleza. Sasa Yesu anawaambia msilie, hajakufa, amelala. Verse 53. And they ridiculed him, knowing that she was dead. Wakaanza kutupia maneno, oh, hii wahubiri na nani? Ati mtoto huyo na sio mtoto amekufa anaanza kuruka. Ati anatuambia ni nani? Wakaanza kumridicule. Verse 54. But he put them all outside, took her by the hand and called, saying, little girl, arise. Kuna vitu ambavyo ukitaka kufanya na hii ndio ufufuo. Hii haitaki machangamano na watu wenye hawana imani. Kuna sometimes unaweza ongea na mtu unamwambia bwana, maneno yako sipendi na ina reduce my pain. Kama huwezi amini, basi amini kwa kupitia imani yangu. Amini kupitia imani yangu. Kuna sometimes ukienda kuombea mgonjwa hauhitaji imani yake kwa sababu amini. Sasa kumwambia amini kupitia imani yangu. Akawatoa wote nje kwa sababu walikuwa na imani ndogo. Walikuwa doubters. Alipojifungia ndani ya nyumba akaita msichana maiti, amka. Amka. Kuna vitu usifanye watu wakiona. Ambia watu tokeni nje. Nataka kuwa na time moja. Kuna mama mmoja alifufua bwana yake hivyo. Alifufua bwana yake amekufa na alikuwa mtumishi. Akaambia Mungu anaenda wapi aniachie na hii mzigo ya kanisa. Huyu ndio ulimuita sio umeniita. Akaambia huyo mtumishi amka. Na mtumishi akafufuka tena. Unafufua Mungu with a purpose. Alikuwa anafanya nini akiwa hai? Na absence yake ikaleta damage kwa ufalme wa Mungu. Kiasi gani? Sasa una challenge na Mungu. Then the spirit returned. Kwa hiyo spirit mtu akikufa ni spirit imetoka, soul imeenda. Na alipoitwa, Bible inasema her spirit returned and she arose immediately. And he commanded that she be given something to eat. Mpe kitu ya kukula, roho yake imerudi. Mpe kitu ya kukula. Verse 26. And her parents were astonished, but he charged them to tell no one what had happened. Yesu sasa. Ndiye hapo Yesu anakosea hawa. Mimi nifukue mtu alafu nimwambie mnyamaze. Sinitaambia kila mtu aende sokoni kisema, location next week, icha itachache itajaa, bado wengine watakalia. Huyo pastor anafufua. Basi Yesu anamwambia kama ukifufua usifanye watu wajue. Cheza chini. Cheza chini. Ukiona umeamsha mtu afufuki, Mungu ameangalia kilo ngapi ya kiburi kwa watu. Watu hata kumwomba. Akawaambia usiambie mtu. Huyo ni mtoto wa ngapi? Wa tatu. Mtu wa tatu.
hivyo. Kwa hivyo tukiongea kuhusu resurrection ni doctrine ya Christianity, kufufua watu. Tuangalie mwingine Luke chapter 7 verse 12. Tuangalie mfano tatu alafu tumalize. Luke 7 verse 12. And when he came near the gate of the city, behold, a dead man was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow. And a large crowd from the city was with her. Verse 13. When the Lord saw her, he had compassion on her and said to her, do not weep. Verse 14. Then he came and and opened the coffin. And those who carried him stood still. And he said, young man, I say to you, arise. Nataka tu, this story in real life. This is hekaya za Mose. Hii ni maisha ya hakika. Watu wanaenda kuzika mtu. Hata wameshamweka ndani ya jeneza. Ndio nakwambia, the difference between this church and the other church ni kama usiku na mchana. Kuna kitu yenye sawa. Na Mungu amesema the legal glory ya the church inastahili kuwa stronger kushinda the first church. In fact, ungetaka hiyo power, hatugeendana mazishi. Ndio tunakukataza usikubali kukufa. Maana wachungaji wa kufufua watu hawako siku hizi. Utaenda ukienda. Kifo ikikuja kubisha iambia hata siko ready. Maana hata kusikia anaweza kuja kukuzika. But tunataka turudi kwa the other church. Tukicompare the present church, tofauti iko hapa. Hebu imagine huyu mama anaenda kuzika the only son. Yesu anatokea, anasimamisha jeneza. Anaiambia simama hapa. Mnaenda wapi kuzika? The only son. Mama amelia kutoka makamasi, machozi imekwisha, macho imekuwa red, amejifunga kiuno kwa sababu ya uchungu ya kupoteza mtoto. Yesu akamwonea huruma, akamwambia mama usilie. Akaenda akagusa jeneza, akasema toeni kifuniko. Akamwambia mtoto, inuka kijana. The same Jesus ambao wako ndani yako. The same Jesus ambao mmoja wako ndani yako. Aliambia young man, arise. He said, young man, say to you, arise. Verse 15. So he who was dead sat up and began to speak. And he began to speak. And he presented him to his father. The one who was dead. Akamwita akarudi alive. Akampeana kwa mama yake. The same Jesus. Mwenye yako ndani yako. The same Jesus. Huyu mwili ambao imekufa imeanza kuoza. Wewe ni kazi imekufa, lakini nguvu ya kuirudisha back to life hakuna. Vision yako imekufa, inauliwa na maadui, lakini nguvu ya kurestore that vision hamna ndani yako. Lakini hata hii nguvu tunaambiwa inaleta real man amekufa into existence. Power of resurrection. Power of resurrection. Kuna mahali kuna shida. Kuna mahali kuna shida. Kuna siku nilitable issue na Mungu. Nikamwambia Mungu, usiponitumia kwa ile kwa wacha niache kuhubiri. Maana ile ninafanya hata waganga wanafanya. Kutoa mapepo si hata waganga wanafanya mapepo. Kuombea mtu na kumfanyia vile hata wao wanafanya. Basi nataka kufika level that is out my heart. Level yenye kitu nitafanya watu watabaki kusema and that was the hand of God. Hiyo ni kwa ya Mungu. Siko sikia kufanya. Siko sikia kufanya. Mungu anawezaje nyosha kidole kwa mpaka mafuta na endelee kuishi unpunished? Na huyu kama wajamaa kizazi ndio watoto wanatokea wanaita pastor moja mzee kipara anawaambia mtaita watumishi wengine ni kipara, sipo wanatokea wanakula watoto. Hiyo grace inaenda wapi? Hiyo grace inaenda wapi? Maana watu wamekaa chini kuongea pastor Moses. Wanatoka kwa hiyo kamati wametoka na ukoma. Wanakuja kudanganyana kwa madhabahu na sadaka nusu.
Sisi wote tuwe na hiyo hunger. God turejeshe mahali tulitoka. By the power of resurrection, turudishe to our existence. Tulikuwa hivi. Mtu anazikwa kwa nini? Na tumebeba Bible yenye inaongea kati ni kinaya. Unabeba Bible inayoongea yule Yesu aliyekuwa watu. Na kwa hiyo mazishi tunazika watu. Yesu alikuja kwa mazishi ya Lazaro, si kumzika, alikuja kumfufua. The same Bible that tunapreach now kuzika. Yesu ndiye alikuwa pale na anafufua. Nini kinuma? Nini yeye sawa? Huyu mtoto akarejeshwa kwa hai. Mama yake akapewa. Nimetaja hiyo ya Lazarus. John 11:39-45. Alikufa. Yesu akamrudisha into existence. Nipende tu mfano ya mwisho nikimalizia. Vitu zinazoweza kufanya mtu afufuliwe. Acts chapter 9. Chapter 9. Verse 39. Namalizia hapa. Na hili swali ambalo nitaitupa kwa anga. Kwa sababu hakuna mmoja wetu atakufa kama amemaliza. Sisi wote ndiye yake. Hakuna mzee hapa mwenye tutasema huyu amepumzika. Kwa hiyo kanisa hakuna mzee. Mwenye akilala tunasema wacheni apumzike. Amemaliza kazi. Hapa sisi wote ni vijana wadogo. Hata mama yetu hapa ambao ni kubwa kwetu wote. Bado kwetu kwa Mungu bado ni mdogo. Na ninarudia hiyo, nataka ingie kwa masikio. Hakuna mtu hapa anaruhusiwa kuzikwa kwa hii age. Ni kama wewe unisikia, kama uamini uende basi. Ninaongea kwa hiyo unanisikia. Hakuna mmoja wetu hapa anaruhusiwa kukufa kwa saizi. Hakuna. Lakini kuna vitu inachangia ya kwamba ikihape utoke. Tunaweza urejesho hai. Kuna vitu ambavyo inaweza changia tukiapili, we can call your song back na ikuje. Kuangalia jamaa. Tusome wote kwa pamoja. Want to go. Then Peter arose and went with them. When he had come, they brought him to the upper room. And all the widows stood by him weeping. Kwa sauti. And garments which Dorcas had made while she was with them. Widows, orphans, wakakuja na manguo wakionyeshana kwa Paul, kwa Peter. Hii nguo Dorcas alinishonea. Hii koti Dorcas alinishonea. Hii stika ya church Dorcas alinunua. Hii mabati imewekwa mpya Dorcas aliweka. Hii simiti kanisani Dorcas alifanya. Wakaleta evidence ya mtu mwenye amekufa. Basi nyingine 40. Tusome wote kwa sauti. But Peter put them all out and knelt down and prayed. And turning to the body, he said, Tabitha, arise. And she opened her eyes. And when she saw Peter, she sat up. Verse 41. Then he gave her his hand and lifted her up. And when he had called the saints and widows, he presented her alive. Verse 42. So and it became known throughout all Joppa, and many believed on the Lord. Sasa mpendo, kitu ninaamini ilifanya huyu Tabitha ama Dorcas arudishwe kwa hai ni kwamba kulikuwa na vilio vya wajane, kulikuwa na vilio ya mayatima wakiinua files mbele za Mungu wakisema that mama hakudeserve kukufa. Power of resurrection huwa inapata purpose. Kwa nini unataka exist? Unatusumbua tukuombee Mungu upate kazi, upate kuolewa, ujenge nyumba, na ile kidogo yenye uko nayo hata washirika wakujali kuombea.
Nyumba ile ulijenga ilifunguliwa na pombe, haikufunguliwa na maombi. Unataka existence ya nini na hakuna faili inayokujenga? Nguvu ya ufufuo inafatanga kwa unasema unataka kazi yako multiply. Are you a tither? Are you a giver? Kuna widows wangapi kwa hiyo kazi wamesomesha watoto? Kuna watu wangapi kwa hiyo kazi umewafungulia milango? Na kila mara ulikuwa ukishika unajikusanyia. Umeenda retire, hakuna hata mmoja ameandikwa kwa jina yako. Hakuna mtoto anaweza sema huyo mtu ndiye alifanya nisome. Faili zangu ni white, hakuna hata maandiko ya kalamu juu. Power of resurrection ina happen mahali kuna sababu. Kwa nini unataka Mungu akurejeshe? Kwa nini unataka Mungu akurejeshe? Nilisikia mtu mmoja akisema mama mwenye alidivosiwa na kakaa zaidi ya 20 years akiolewa huwa anachunga mzee sana, kwa sababu by experience amejua ukosefu wa mwanaume kwa maisha yake na maanisha. Nyuma alikuwa mkali, alikuwa anaongea hiyo. Kwa miaka 15 anasema alikuwa analala kama panga. Sasa akiomba arejeshewe, anajua sababu umuhimu ya hiyo. Sasa nguvu ya ufufuo wapendwa inafanya kazi kuwa na purpose. Unataka Mungu akutendee ni ufanye nini? Uliza Ana, alimwambia Yesu, Mungu nipe mtoto na unipe wa kiume, ukinipatia nitakupatia. Hivyo ndio baraka za Mungu zinakuja. Nataka tuombe kwa hiyo dakika chache tuko nayo. Tuambie Mungu turevive tena. Tunapoenda celebrate Pasaka hii wiki inakuja, wacha iwe kwa maindi yako ndio season ya kukumbusha hii nguvu ya ufufuo. Ndio season ya kuambia Mungu, fufua kila kilichokufa kwa maisha yangu. Unaweza kuwa na washirika batindani wamekufa. This season naomba wote tufufuliwe. Kama ulikuwa na first love ya Mungu imepungua, pokea hiyo tena. Kama ulikuwa mtu wa maombi na siku hizi kuomba imekulemea, pokea roho ya kuomba tena. Ulikuwa giver, vitu ya kugive sasa hakuna. Mungu akupe vitu vya kugive katika jina la Yesu. Naomba tusome kwa Biblia yetu katika jina la Yesu. Kwa dakika hiyo chache tuko nazo, tumwambie Bwana, tunaomba utuuishe tena. Huyu sio mimi niliyekuwa. This is not me. Maana kila mmoja wetu anajijua. Na wengi mnaweza kubaliana na mimi, mnajua hiyo situation uko ndani. It is not you. It is not you. Watu walikuwa wanakuja kwako wanashiba. Leo hii hata wewe kupata 100 ya kujilisha ilikuwa ngumu. Kwako watu walikuwa wanakuja wananyweshwa, wanapewa chakula. But sasa hizi una struggle, hakuna wa kukusaidia. Unaweza kudetect that your life is a change. Kuna something ambayo imetoka. Kuna kitu ambacho kinakufa. Na unaweza call back the spirit of resurrection. God, revive me again. Nirejeshe ile mali na utajiri. Inua tu mikono yako juu katika jina la Yesu. Roho wa Mungu akukumbushe. Na utakubaliana na mimi, huyo si wewe mwenye alikuwa yeye. This is not you. This is not your true life. Kuna something ime take place. Kuna exchange of life and death happen kwa ndani yako. But through this power of resurrection, God can do something in you. Inua tu sauti yako. Mwambie tu Bwana, do something. Something new in my life. Do something new in my life. Oh God, something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh Lord, do something new in my life. Something new in my life. Do something new in my life. Oh God, do something new
in my life. Do something new in my life. Something new. Answer me by fire. Oh, answer me by fire. Oh Lord, answer it by fire. Oh, Answer me by fire. Lord, answer it by Fire. Oh, something new do something new in my life. Do something new in my life. Oh, day. Do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh Lord, do something new in my life. Do something new in my life. Do something new in my life. Oh, day. Do something new in my life. Do something new in my life. Do something new in my life today. Do something new in my life. Something new in my life. Do something new in my life. Oh, day. Do something new in my life. Do something new in my life. Do something new in my life today. Do new in my life. Do something new in my life. Do something new in my life today. Do something new in my life. Do something new in my life. Do something new in my life today. Yesu akapeleka kwa kaburi la Lazaro na akaonyeshwa mahali Lazaro amelazwa. Dada zake wakasema achana naye ananuka, but Yesu alimwita kwa sauti akasema, Lazaro, Lazarus, come forth. Nataka uite by names. Whatever thing that has died in your life, call them by name. There is power of resurrection katika jina la Yesu. Inua sauti yako sasa, anza kuzungumzia biashara yako, anza kuzungumzia promotion yako, anza kuzungumzia watoto wako. By the power of resurrection, tuna speak by the power of resurrection, by the power of resurrection. Kila makaburi ndio kukamata, kila nguvu za majeneza zikuachilie sasa kwa jina la Yesu. Nguvu zote za ubogi, chochote ambacho kimekushika, inatangaza zikuachilie katika jina la Yesu Kristo. Majeneza juu ya anga yetu inazipasua kwa jina la Yesu. Kila maroho ya makaburi yaliyokamata watoto wa Mungu, by the power of resurrection, ninakurelease from those matters. Tunakuachilia kutoka kwa hiyo makaburi, tunakufungua kwa hiyo majeneza, tunakudenteshia uhai wako. Lazarus, come forth. Whatever thing the enemy has stolen, whatever thing the enemy has killed, we declare by fire and by the power of resurrection, come back to life in the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Bwana, unaweza, unaweza Yesu, unaweza Bwana. Inua tu mikono yako, mwambie Bwana unaweza. Hawezi mambo yote. Wewe mwaminifu,
yote, wewe mwaminifu. Waweza, waweza, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Waweza, waweza, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Waponya moko, waponya magonjwa yote, wewe mwaminifu. Waponya, waponya, waponya Mwokozi, waponya magonjwa yote, wewe mwaminifu. Waponya, waponya, waponya Mwokozi, waponya magonjwa yote, wewe mwaminifu. Waponya, waponya, waponya Mwokozi, waponya magonjwa yote, wewe mwaminifu. Waweza, waweza, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Waweza, waweza, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Baba wetu, kwa jina la Yesu, najua neno lako ulilonipa nimeipenda yote kwa wako. Nimeonyesha uwezo ulio nayo, na una nguvu inaitwa nguvu ya ufufuo. Unaweza kufufua yote ambayo imekufa juu ya maisha ya watoto wako. Najua kuna mtu ulikuleta kwa nyumba hii, maana neno hilo ni neno lake. Neno hili si la kila mtu, ni la mtu huyo aliyekuja. Wacha leo nguvu za Mungu zimtembelee. Asante Bwana. Uko hapo, natamani kuna kitu umeona Mungu amefungua macho yako, na unasema hiyo nguvu iliyomtoa Yesu kaburini ilitoe kwenye kaburi langu. Naweza kuingia hapa mbele kwa dakika hiyo chache, niko nao nikuombee kwa jina la Yesu. We worship